Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, leo hii ni siku yao, ni siku ambayo timu nyingine kutoka Tanzania inakwenda kupeperusha bendera ya Tanzania katika michuano ya kimataifa Match Day 2 ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Sasa kikubwa zaidi ambacho tunakwenda kukiangalia kwa wakati huu ni nafasi ya Simba katika mchezo huu na nini ambacho tutarajie. Eneo kubwa ambalo tunakwenda kuliangalia ni kundi lao. Kundi lilivyo mpaka wakati huu ni kundi ambalo bado timu zote nne zinaonekana kuwa na taa ya kijani ya kuenda, kwa sababu ni kundi ambalo kinara wa kundi hili mpaka wakati huu ana alama 4 peke yake, ambaye ni Petros Atletico de Luanda. Anayefuata ni Esperance de Tunis Ataraj, wenyewe wana alama 2. Wanaofuata ni Stade Malien, wenyewe wana alama 1. Simba akishika nafasi ya mwisho akiwa hana alama mpaka sasa, na ndo wanakwenda kucheza mechi yao. Kuelekea katika mechi hii ilitanguliwa na mchezo mmoja wa jana, Match Day 2 ya jana, kwa sababu kwenye hatua hizi za makundi mechi moja inayochezwa inakuwa na athari ya moja kwa moja katika mechi nyingine. Sasa kwa kundi linavyoonekana, mchezo wa jana wa Petros Atletico wakiwa nyumbani 11 Novemba dhidi ya Esperance de Tunis ambao malizika kwa sare, ni matokeo rafiki sana kwa Simba. Ni matokeo ambayo Simba walikuwa wanayaombea, wanayatamani yatokee, kwa maana wavutane shati wenyewe kwa wenyewe. Mmoja akitanua gap akaongeza points nyingi, maana inakuwa rahisi kwa yeye kuondoka. Lakini kama wanapunguzana alama wenyewe, maana kila mmoja amekosa alama 2, basi anapata alama 1, maana inakuwa matokeo mazuri zaidi. So Simba anaelekea katika mechi yake, lakini kwa kundi lilivyo, matokeo ya jana yana faida kwao. Wao wanachotakiwa kukifanya sasa ni kushinda mechi yao kwa gharama yoyote. Mechi dhidi ya Stade Malien wanatakiwa kupata alama 3. Wakishapata alama 3, moja kwa moja inawasogeza mpaka nafasi ya pili kwenye msimamo wa kundi lao. Sasa mchezo huu una maana kubwa sana kwa Simba dhidi ya Stade Malien. Ni mchezo ambao Simba anakwenda kufufua matumaini ya kufanya vizuri katika kundi hili. Sasa wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha wanashinda hii mechi. Stade Malien ni timu ambayo imestajabisha baadhi ya watu mara baada ya kutoa sare kwa maana ya suluhu katika mchezo wa kwanza dhidi ya Esperance kule Stade Rades. Lakini kwa wale ambao wameiangalia vizuri, Esperance de Tunis hawapo kwenye ile fomu ambayo tulikuwa tunawafikiria, ile ambayo tulikuwa tunawadhania. Katika hizi mechi mbili ambazo wamezicheza hapa, performance yao haijaridhisha. Kandanda ya Tunisia kwa ujumla wake ni kandanda ambayo imeshuka kweli kweli. Yaani timu zao nyingi kubwa hazina nguvu leo. The like of Club Africain, Etoile du Sahel, Club Sfaxien, US Monastir zimedrop uwezo. Klabu ambayo ilikuwa imebakia kwamba ndo angalau inaonesha kutanua makucha yake ni hawa Ataraj, kwa maana ya Esperance de Tunis. Na wenyewe msimu huu hawajaonekana kwanza vizuri. Mechi zao zote mbili ambazo wamecheza, umakini ulikuwa mdogo kweli kweli. Lakini hawa Stade Malien wamekwenda kupata suluhu katika uwanja wa Rades kule Tunis. Watu wengi wamewastua. Stade Malien wamepata suluhu ndani ya uwanja mgumu dhidi ya timu kubwa kama Esperance. Of course imestua watu wengi, lakini in reality kwa watu ambao waliangalia mechi ni Stade Malien hawakuwa na mchezo mzuri sana. Walikuwa tu wanazuia kwa namba kubwa katika ile mechi. Over 70% waliipata ya possession ya mpira na mchezo kwa Esperance de Tunis, lakini kwa upande wa Stade Malien hawakuwa na hiyo form ya kutisha. Walicheza, hawakuwa na bahati tu Esperance, maana walitengeneza nafasi na hawakuzitumia vizuri zile nafasi. Lakini Stade Malien hawakuwa na hilo daraja la ubora. Sasa binafsi kitu ambacho naamini, Stade Malien bado lipo kwenye wale wanaoamini hii ni timu ya kawaida. Ni timu miongoni mwa timu ambazo Simba anaweza kufanya kila kitu kwa mpinzani huyu. Maana yake Simba ana uwezo kumfunga Stade Malien katika hii mechi ambayo anakwenda kucheza 26 Mars, kwa maana ya jina la uwanja huu pale Bamako. Ukiangalia kandanda ile ya Mali kwa ujumla wake, hawa Stade Malien ni klabu yao kubwa sana. Joliba Athletic Club ni klabu yao kubwa sana. Hizi klabu mbili ndo klabu vio, ndo Simba na Yanga za Mali. Zenyewe
zinashiriki hii michuano. Sometimes zinatokeaga kwenye group stage ya Confederation. Kwa mfano, msimu uliopita Joliba walikuwa Champions League, Stade Malien walikuwa Confederation, lakini hawafanyi vizuri kutoka hapo kwenda mbele. Yani hawanaga ule ubavu wa kuingia robo finali na kwenda mbele. Wamekuwa wakistruggle kwa misimu mingi, ingawaje ni klabu kubwa, ila uwekezaji wao kwa sasa haujakuwa na ile tija. Stade Malien, tukianza na hao Joliba kwa mfano, wapinzani wao Stade Malien ambao ndo daraja moja, msimu uliopita walicheza group stage ya Champions League. Nakumbuka walikuwa kwenye kundi moja na Esperance Sagrada, walikuwa na Petro Atletico de Luanda pamoja na msimu uliopita wa Champions League hapana, hawakuwa na Petro kuwepo kwenye kundi, ila Esperance Sagrada alikuwepo, alikuwa Esperance de Tunis. Timu moja imekimbia hivi kidogo, lakini kwenye hilo kundi hakushinda mechi hata moja kwa maana ya Joliba, na hakufunga goli lolote, hakushinda mchezo hata mmoja na hakufunga goli lolote. Joliba Athletic akiwa nyumbani aliambulia sare 2. Lakini kwa upande wa Stade Malien, hawa wapinzani wa Simba wenyewe, mechi zao msimu uliopita za hatua ya makundi wali kwa kwenye kundi moja sambamba na Stellenbosch, walikuwa na RS Berkane na CD Lunda Sul ya Angola. Kwenye hilo kundi lao hawakushinda mchezo wowote. No. Walishinda mchezo mmoja na walitoa sare moja. Walivuna alama 4. Mchezo mmoja kushinda na mchezo mmoja sare. Yes, kwa hiyo ukiangalia mzani wao kwenye michuano hii ya kimataifa group stage huku ni hatua ambazo huaga hawafanyi vizuri. Bado wanajitafuta wafanye vizuri hapa kwenda mbele. Kwenye Confederation kule sometimes inatokeaga wanaingia hadi robo finali, lakini huku kwenye Champions League wana struggle. Ili ni eneo tofauti. Quality ya Simba ambayo wako nayo, Simba ni klabu ambayo ina uzoefu wa kutosha. Wanafahamu kuwa kundi lina nafasi, yani nafasi yao ipo katika kundi kwa kile ambacho kimetokea. Kwa mfano, Petros amemfunga Simba nyumbani kwake kwa maana ya Benjamin Mkapa, lakini Esperance amekwenda kuminya Petro pale. Maana yake Petro kwenye alama 6 ambazo angeweza kuzichukua, 3 alishachukua, 3 kashindwa kuzichukua. Ile mechi dhidi ya Esperance, Petro ndo kashindwa kuchukua alama 3. Yaani alama 2 za Petro zimepotea, Esperance akapata alama 1. Simba akicheza na Esperance ana uwezo kumfunga hapa. Maana yake anaweza karudisha alama zake ambazo zilipotea kwa Petros Atletico de Luanda. So kwa mzani ambao nauona, Stade Malien wana team, of course timu yao ni nzuri, wana wachezaji wengi ambao wanatafuta, wamepata platform, wanataka kuonesha. Lakini kwa mzani wa Simba leo, Simba ambayo imeonekana kufanya vizuri katika viwanja vya away, mentality yao iko vizuri katika viwanja vya away, simuoni Stade Malien akaenda kumkomalia Simba. Namuona Simba akaenda kupata alama ndani ya 26 months pale Bamako. Kwa hiyo ndio imani yangu inaniambia hivyo. Simba anakwenda kupata kwa kuangalia details nyingi dhidi ya Stade Malien. Ni timu kubwa, timu ambayo ina nguvu, lakini bado Simba nafasi yao ni kubwa ya kushinda, na ukizingatia wanataka kubadilisha upepo wa kundi ili warudi katika nafasi ya pili kabla ya kuangalia hizi mechi nyingine ambazo zimesalia. Sasa na kama Simba atafanikiwa kumfunga Stade Malien katika mechi yake ya kwanza hii leo, ana nafasi kubwa ya kumfunga katika mechi ya pili hapa. Maana yake kuna alama 6 za Stade Malien ambazo Esperance kashindwa kuzichukua. Mpaka sasa hivi Esperance anapambania alama 4 kutoka kwa Stade Malien. Maana yake kila mmoja anampunguza mwenzake kwenye hili kundi. Ni kundi ambalo limekuwa la namna yake, alitabiriki kadri mechi zinavyozidi kwenda. Match day 2 tu tayari tumeshaanza kuona surprise, lakini surprise ili iendelee, Simba leo akishinda katika mchezo wake. Anyways, hiko ndio kikubwa zaidi. Muda unakaribia huu mchezo kwenda kuanza. Wewe una nafasi ya kutia comment kwenye comment section hapo, ukatuambia unamwona Simba kitoboa dhidi ya Stade Malien leo. Weka comment yako hapo, nitapita nayo, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.